Kwa vizuri na tulipoishia ndo tutakapoendelea. Okay. Kwenye mchezo wetu wa mwisho, na ukiangalia mazoezi tuliyofanya leo na tunafikiri hii morali ambayo tulikuwa nayo mchezo unaofuata na mchezo wetu wa mwisho, kwa sababu tunaamini kila mtu akishinda mechi zake nafasi tunayo. Haya, je, kucheza saa 10 au kucheza saa 1 kuna chochote kinapungua? Kwetu hamna. Okay. Ikiwa saa 1 sawa, ikiwa saa 10 sawa, kwa sababu actually si mechi zetu saa 1 ndio tumechagua hizo saa 1, lakini mechi za mwisho unaweza kujua kwa sababu watu watakucheza wote pengine mmoja. Yes. Kwa hata hicho kitu kakiongea mwalimu hapo, wote wawe tayari kwamba mechi ikiwa saa 10 tu ready na mechi ikiwa saa 1 tu ready, na timu nyingine ile na wale wenzao pia wapambane, wapate eneo, wakamilishe michakato yao, wapate uwanja. Hivi hizi timu zikiwa na viwanja ambavyo vinaweza kuaccommodate watu angalau 16,000 mpaka 25,000 ni rahisi kwa wataokoa. Kuna baadhi ya gharama, maisha yatakuwa mepesi, itawasaidia pia kutengeneza kipato kingine cha kuendesha timu, kwa sababu kuendesha timu ni gharama. Kwa hiyo from there onwards, kwa kweli naombea dua. Ibwe mna Kongomani sasa hivi. Shifted hadi ulishampatia jina. Je, kuna huyu mwingine Ngita? Una jina ambalo umemuongezea? Hapana. Bado jina lake ni lile lile. Lipi? Kiama Kamanga Ngita. Magoli mingi. Asante sana. Kaibu, habari? Salama, kwema? Kwema kabisa. Tunaendelea vizuri. Na pole na utovu wa mechi iliyopita. Nashukuru. Tunaendelea vizuri. Tumemaliza recovery. Coach Adis, come say something. Just a word. Lakini alhamdulillah tumeko vizuri. Kama leo mmeona tumefanya session yetu ya kwanza na tushasahau kuhusu mchezo uliopita, ijapokuwa tulipata ushindi, hatutasahau ule ushindi. Lakini kwa sababu tunajiandaa na mchezo mwingine, focus yetu tunaiweka huko, tunaweka nguvu huko. Inshallah tunaomba Mwenyezi Mungu pia tutangulie. Sawa, maandalizi ya kikosi kiujumla yapoje na labda kuna injury yoyote? So far hatuna injury yoyote ndani ya timu. Kuna baadhi ya wachezaji tu walipumzishwa mwalimu kwa sababu alikuwa na mkakati maalum, lakini wachezaji wengine wote ambao hamjawaona kesho mtaona kwenye mchezo. Kwenye mazoezi tuta utilize kila resource ambayo tuko nayo, kwa sababu kila mchezo ambao uko mbele yetu sasa hivi ni mchezo muhimu na ni mchezo ambao tunahitaji alama. Tunahitaji alama dhidi ya Maniema, tunahitaji alama dhidi ya Wydad ili kuiona timu ikiwa inasogea mbele. Hata kama itakuwa ni ngumu kusogea mbele, lakini kuna heshima ambayo tunataka tuiweke kwenye hili kundi, kwamba kwa mara ya kwanza tulicheza tukakunja kiasi hiki cha alama tukafikia hapo, lakini so far tuna timu nzuri ambayo inaweza kushindana na timu yoyote, na tutajitahidi kutumia kila resources ambayo tuko nayo ili kuona tunafikia lengo. Sawa, kulingana na namna ambavyo umeona wachezaji wakitrain na mwalimu, hali na morali ikoje, na kwamba mna alama 6 na mechi ambayo mnakuja kucheza ni ya nyumbani, hali ya morali ya kikosi? Morali iko juu. Wachezaji wetu wana hamasa ya hali ya juu. Nafikiri impact ya kuwa na wachezaji kama kina Ishi Manula, Yaya Zaidi, Midi Mao na wachezaji wengine wengi ambao wamecheza Azam FC kwa muda mrefu imeleta impact kubwa ndani ya timu yetu, kwa sababu wanaonekana kuwa wanahamu, wanatamani kufanya jambo kwa ajili ya club, wamekunywa ile, wamekuwa na DNA ya club na wanapambana kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba hilo linafanikiwa. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza la msingi, lakini jambo la pili ni wao wenyewe kutambua kwamba stage ambayo wanaitumikia, stage ambayo wanaipambania ni stage ambayo inawauza wao kama wachezaji kiasi gani, ina maana kubwa kiasi gani kwao kama wachezaji, kwa mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo you never know, msimu unaweza ukaisha tukawa na wachezaji wanatoka ndani ya Azam FC kwenda klabu zingine kubwa Afrika au pengine hata Ulaya, kwa sababu tunafanya hivyo, lakini pia kwa hapa nyumbani thamani yao inaongezeka maradufu. Kwa hiyo ni lazima kupambana ili kufikia malengo. Ibwe, mnakwenda kukutana na AS Maniema kutokea Kongo, na kijiografia kama mazingira kama tunaendana hivi, na mechi kwenu mnakwenda kucheza majira ya saa 10 pale Nyomani Complex. Hii hataweza kwa tatizo kwenu? Tofauti ya Kongo na Tanzania ni saa 2 lakini tutacheza kwa muda ambao umependekezwa, kwa sababu wakati mwingine sio sisi ambao tunapendekeza muda. Wakati mwingine ni CAF wenyewe kutokana na haki zile za mrusha matangazo ndio ambao wanapendekeza kwamba ninyi mtacheza muda fulani ili mtoe gap kwa ajili ya mechi nyingine muda fulani, na mtoe gap kwa ajili ya watu wengine kwa muda mwingine. Kwa hiyo inakuaga hivyo. Sisi kama club tunapokea maelekezo, japokuwa tunayo room ya kushauri. Kwa hiyo kuhusu muda wa kucheza kwangu sio kitu ambacho kinamata sana. Kwetu sisi nafikiri ni kuhusu timu inavyokuwa, namna ambavyo inaweza kujitutumua uwanjani, namna ambavyo inaweza kupambana kufikia lengo na kile ambacho mmekidhamiria kama club.
Mkifanya kazi zenu wote kwa usahihi, mkawa committed kwa 100%, you'll get there. Sawa, kuna watu mwanzoni wakati mnaingia katika kombe la shirikisho kama alikuwa hawapi karata kubwa sana kwa namna ambavyo sasa hivi mmefika. Wewe kama afisa habari wa klabu ya Azam unalichukuliaje hili jambo? Mimi nalichukulia kawaida kwa sababu football ndio iko hivyo. Football iko hivyo. Yaani hakuna mtu ambaye anatamani ya kuone unafanikiwa. Especially mkiwa mnashindania mnapambania kitu kimoja. Hakuna mtu ambaye anatamani kuona hivyo. Kwa hiyo watakao ku disappoint hapo, sisi tunawapa heshima mashabiki wetu wachache ambao wameendelea kutupa moyo, wameendelea kutusupport kwa kiasi kikubwa na tumefikia lengo. Meneja Rashid, njoo. Njoo meneja Rashid. Njoo kwanza. Morali ya wachezaji ikoje? Wewe unakaa nao kabisa hotelini pale, geuka hivi kabla. Morali iko vizuri. Iko vizuri na tulipoishia ndo tutakapoendelea. Okay. Kwenye mchezo wetu wa mwisho, na ukiangalia mazoezi tuliofanya leo na tunafikiri hii morali ambayo tulikuwa nayo mchezo unaofuata na mchezo wetu wa mwisho, kwa sababu tunaamini kila mtu akishinda mechi zake nafasi tunayo. Haya. Je, kucheza saa 10 au kucheza saa 1 kuna chochote kinapungua? Kwetu hamna. Okay. Ikiwa saa 1 sawa, ikiwa saa 10 sawa, kwa sababu actually si mechi zetu saa 1 ndio tumechagua hizo saa 1, lakini mechi za mwisho unaweza kujua kwa sababu tutakucheza wote pengine moja. Yes. Kwa hata hicho kitu kakiongea mwalimu hapo, wote wawe tayari kwamba mechi ikiwa saa 10 tu ready na mechi ikiwa saa 1 tu ready. Sawa, meneja, mmeenda kucheza na Ismanyema mechi iliyopita mwanzoni kabisa na mwisho kwenda kupotea kwa magoli mawili kwa moja. Pressure kwenu iko kwa namna gani ambapo mnakuja tena nyumbani na mnahitaji pointi 6 kivyovyote vile? Hakuna pressure yoyote, ni kurudisha nyuma katika huo mchezo ambao sisi tumecheza. Ukiuangalia vizuri ule mchezo unaweza ukajua kwamba sisi tulikuwa better zaidi ya Manyema. Lakini ni football na ugeni ambao tulikuwa nao, tunakiri kwamba hicho kitu sasa hivi hakipo tena. So mechi ya mwisho ambayo tunakuja kucheza nao sisi hapa, hawezi kuongea ukimbananisha sana, atatoa siri zote. Kwenda atatoa siri zote huyu. Kesho atakupa interview na makocha waliotengeneza kipa wa AFCON. Kocha Mwalo Ilunga. Kesho una interview ya kutengeneza golikipa aliyedaka mchezo wa kwanza wa timu ya taifa AFCON kule. Sio tufanye kazi sisi wapewe sifa wengine. Hiyo nimetoa panga hiyo. Ibwe. Umesikia huko kuna watu watenda tayari washapata kutengeneza uwanja. Na sisi tunaombea. Kusema kweli, unajua kuna vitu tunaweza sisi tutacharuana huko kwenye mechi, kwenye nini tutacharuana. Lakini kwenye swala la maendeleo ya mpira wa miguu, kwa sababu ni kwa maslahi mapana pia ya nchi kwa ujumla, mimi nawaombea heri, mpango ufanikiwe na najua utafanikiwa kwa sababu wana hiyo nia pengine, na timu nyingine ile na wale wenzao pia wapambane, wapate eneo, wakamilishe michakato yao, wapate uwanja. Hizi timu zikiwa na viwanja ambavyo vinaweza kuaccommodate watu angalau 16,000 mpaka 25,000 ni rahisi kwa wataokoa. Kuna baadhi ya gharama, maisha yatakuwa mepesi, itawasaidia pia kutengeneza kipato kingine cha kuendesha timu, kwa sababu kuendesha timu ni gharama. Kwa hiyo from there onwards, kwa kweli naombea dua. Ibwe, mna Wakongomani sasa hivi. Shifted hadi ulishampatia jina. Je, kuna huyu mwingine Ngita? Una jina ambalo umemuongezea? Hapana. Bado jina lake ni lile lile. Lipi? Kiama Kamanga Ngita. Magoli mengi.